Shalom, shalom. Tunashukuru tena Mwenyezi Mungu, tunaendelea na somo yetu. Tunajifunza somo linaloitwa eschatology, mambo ya nyakati ya mwisho. Na somo hii tumesema maana ya eschatology ni mambo ya vitu ya nyakati ya mwisho. Nilisema mambo ya iliyopita inakuwa historia, sote tunaijua, na mambo ya sasa tunayapitia, sote tunayajua, lakini kitu hatujue ni mambo ijayo. Na ndio Mungu Yesu alimfunulia mtumishi wake Yohana kutaka kujua mambo ijayo. Sasa nasema hii mafundisho ni ya muhimu na ya msingi sana, kwa sababu maisha ya mtu tunapigana, iwe maisha ya kimwili, iwe maisha ya kiroho, tunapambana kuhusu ficha mambo ijayo. Sasa tutaenda kuangalia kitu ya kwanza. Tunataka kuangalia kitu ya kwanza Yohana alifunuliwa kuhusu mambo ujao. Na Yohana, jambo ya kwanza alifunuliwa kuhusu makanisa 7 ya Asia. Basi tunataka kwenda kuangalia kuhusu habari ya makanisa 7. Ni ufunuo, ni makanisa ya aina gani, nini na nini ilikuwa kwa hiyo makanisa, na nini na nini haikuwepo ilikuwa muhimu haikupatikana, na nini iliyokuwa iko muhimu ilipatikana katika makanisa ya Asia. Basi tutasoma katika kitabu ya Ufunuo sura yake ya kwanza mstari wake wa 9 mpaka wa 11. Na mimi Yohana ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso ya ufalme na subira wa Yesu Kristo, na alikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmos kwa ajili ya neno ya Mungu na kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu Kristo. Na nilikuwa katika roho siku ya Bwana, nikasikia sauti kuu nyuma yangu ikasema, na sauti kubwa nyuma yangu kama sauti ya baragumu ikasema, haya unayaona yaandike katika chuo, ukayapeleke kwa hayo makanisa 7: Efeso na Simra, Pergamo na Tiatira na Sardi na Filadelfia na Laodikia. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Tunasema Yohana sasa alipokuwa pale katika kisanga Patmos, mahali watu walimwachia, na inawezekana hapo unapatikana ndio mahali watu wamekuacha. Inaweza kuwezekana mainjini wamekuachia hapo, inaweza kuwezekana gari imekuachia hapo, inaweza kuwezekana ndoa imekuachia hapo, inaweza kuwezekana ndege imekuachia hapo, inaweza kuwezekana madaktari wamekuachia hapo. Pale watu wamekuachia hapo, ndio Mungu anaanza na mtu. Na alipobaki hapo kimwili iko tabani, kwa sababu ametobolewa macho, lakini akiwa na karani wake. Biblia inasema akabebwa katika ulimwengu wa kiroho na macho, akasikia sauti. Na aliposikia sauti, Biblia sauti ilikuwa kubwa na ilikuwa kama sauti ya baragumu. Na alikuwa hapo kwa sababu anateswa. Kwa ajili ya nini? Anateswa si kwa sababu ni mwizi, anateswa si kwa sababu ni levi, anateswa si kwa sababu ni mzinzi, anateswa si kwa sababu ni jambazi, lakini anateswa kwa ajili ya mambo ya ufalme wa Mungu. Kwa nini anateswa? Kwa sababu mambo ya Mungu inahukumu mambo ya dunia. Tunapohubiri habari njema, tunapofanya kazi ya Mungu, inahukumu mambo inafanyika katika dunia hii. Mfalme wa dunia, kazi ya shetani inatofautiana na kazi ya Mungu. Na wakati wote tunaongea kuhusu kazi ya ufalme wa Mungu, tunapinga ama tunazirisha kuonesha vitu ya ufalme wa shetani sio vitu vizuri. Na kutokana na hiyo, watu wa dunia mara mingi wanakuta wanatuchukia. Na hivyo akajipata katika hiyo mateso, si kwa sababu aliiba, akajipata katika hiyo mateso si kwa sababu aliua, lakini amejipata kwa ajili ya Bwana. Na Biblia sasa, tunapoteseka kwa ajili ya Bwana tufurahi, kwa sababu thawabu yetu itakuwa kubwa. Na alipokuwa hapo, Mungu akijua kabisa huyu mtu ameachwa hapo si kwa sababu ni mtu mbaya, huyu mtu ameachwa hapa
si kwa sababu amefanya makosa. Ameachwa hapa kwa ajili ya kazi ya ufalme, ndio dunia imemchukia. Mungu, Roho wa Mungu kamtokea, na alipokuwa hapo akasikia sauti, na Biblia inasema sauti kamwambia, njoo nije kukuonesha haya mambo utayaona hapa, na kisha kuiona usiishie kuyaona na kusikia, lakini uiandike. Na Mungu anaposema na sisi, Mungu anapoongea na sisi, Mungu anaongea katika njia 14, njia 7 rahisi na njia 7 ngumu. Na kama tunataka kujua kabisa Mungu ameongea na sisi na kile Mungu ameongea na sisi tunaichukulia kitu cha maana, baada ya Mungu kusema na sisi, Mungu anataka tuyaandike. Kama Yohana asingeandika hii kitabu ya Ufunuo, leo hatungeifundisha. Kama Yohana asingeandika hii kitabu ya Ufunuo, leo haingekuwa na maana kwetu. Lakini kwa sababu alisikia na kuyaona na akaamua kuyaandika, ikageuka kuwa kwetu kitabu cha maana. Na Biblia inasema alipoona Mungu akasema, njoo nikuoneshe kuhusu habari ya makanisa 7 ya Asia. Nitaanza hapo. Hii ni Ufunuo, na Ufunuo nikisema sirili inahitaji ifunuliwe. Kwa nini anaoneshwa makanisa? Akuonesha manyumba, akuoneshwa magorofa, akuoneshwa ndege, lakini anaoneshwa kuhusu habari ya kanisa 7. Na si kwa nini sikuwe kanisa 6, kwa nini sikuwe kanisa 5, lakini anaonesha, Yohana anaonesha kuhusu makanisa 7 ya Asia. Kanisa, tuna kanisa 2. Kuna local church na kuna universal church. Kuna eglise locale na kanisa eglise universelle. Kuna kanisa ya kiroho na kanisa ya mahali. Na hii kanisa alikuwa anaonyeshwa hapa inachukuliwa kwa mifumo yote 2, kanisa ya mahali na kanisa ya kiroho. Kwa hiyo duniani tuna aina 7 ya makanisa inyeko duniani, katika bara la Asia, katika bara la Afrika, katika bara ya Marekani, katika bara ya Ulaya, katika bara ya Oceania. Dunia kanisa imejigawanya, iwe kanisa ya kimwili, iwe kanisa ya mahali, iwe kanisa ya kiroho, au iwe kanisa ya mahali. Imejigawanya kwa aina 7 ya kanisa. 7 ina maana 7, na maana kubwa ya 7 ni kamilifu. Mungu aliumba kila kitu kwa siku 6, na siku ya 7 Mungu akapumzika. Kwa hiyo unapoota 7 inamaanisha unaota unapata kitu kamilifu. Tuseme huko unaombea safari, Bwana anaombea kwenda Marekani, na unaota 7. Kwa hiyo Mungu akwambia ile safari yako iko safari kamilifu, safari nzuri. Tuseme huko unaombea kuhusu mchumba, unataka kuoana na msichana au mvulana, na unaota 7. Kwa hiyo Mungu akwambia ule mvulana ni mkamilifu au msichana ni mkamilifu. Kwa sababu kuoneshwa 7, makanisa 7, kwa hiyo ni kamilisha kanisa kamilifu. Kwa hivyo hapa duniani mahali tunapatikana tuna aina 7 ya makanisa. Na hii kitabu ya Ufunuo haikuandikiwa wapagani, inaandikiwa kanisa ya kiroho, watu wamekombolewa na damu ya Yesu. Ndio tunataka kujua mambo ijayo. Lakini watu wenyewe waokoke, wakombolewe na damu ya Yesu, wao hawataki kujua mambo ijayo, wanataka kujua mambo ya dunia. Wao wanataka kujua tu vile atakuwa dunia, Dar es Salaam yote itakuwa yake. Wanataka kujua vile Nairobi yote itakuwa yake. Wanataka kujua vile Kongo yote itakuwa yake. Watu wa dunia wanapambana, wanagombania, wanapambana usiku na mchana kupata vitu vya dunia. Lakini kwa sababu sisi ni watu wa kiroho, Yesu katika kitabu ya Yohana 10 tuko duniani, lakini sisi sio watu wa dunia. Kwa hiyo tuko duniani na mwili, lakini sisi sio watu wa dunia, ni watu wa kiroho. Na kama sisi ni watu wa kiroho, lazima tujue vile ulimwengu wa kiroho mambo inaendesha. Sasa hapa duniani tuna aina ya kanisa 7. Ukiingia tu kwa makanisa yote ya kiroho, hii makanisa yote imejaa duniani hapa.
Makanisa inajigawa katika aina 7 ya kanisa. Aina ya kwanza ya kanisa ni aina ya kanisa ya Efeso. Hiyo watu wa Efeso, kuna aina ya kanisa ya Efeso. Aina ya pili, kanisa ya kwanza ni kanisa ya Efeso. Kanisa ya pili, aina ya pili ya kanisa ni kanisa ya Simra. Aina ya tatu ya kanisa ya Pergamo. Aina ya nne ya kanisa ya Tiatira. Aina ya tano kanisa ya Sadri, na aina ya 6 Philadelphia, na aina ya 7 kanisa la Laodikia. Si kwamba makanisa ile ya hiyo miji wako naongelea aina vile makanisa imejigawa, vile inajiendesha, vile inajiongoza, vile inaamini na vile inafanya. Na hii makanisa 7 ndio imetembea na kuenea dunia nzima, na hii makanisa ndio ilitumiwa jumbe, na katika hii majumbe ilitumiwa kwa makanisa 7. Utakitwa kitu ya kwanza, wanawapongeza kwa yale mambo mazuri walifanya. Kitu ya pili, wanawarekebisha, wanawakosoa kwa yale mambo walifanya mabaya wamefanya. Na kitu ya tatu, wanapewa ushauri ya nini na nini wanahitaji kufanya kusudi siku ya mwisho wasikose kupata uzima wa nini, wa milele. Sasa hii makanisa 7 ndio tunataka kwenda kuichambua kwa hii wiki nzima, kuangalia kanisa ya kwanza, kanisa la Efeso, kuangalia uzuri wa kanisa ya Efeso, kuangalia ubaya wa kanisa ya Efeso, na kuangalia nini na nini walipewa ushauri wafanye kusudi waweze kujiendesha vizuri. Tutaenda kuangalia uzuri wa kanisa ya Simra, ubaya wa kanisa ya Simra, na nini walioambiwa kufanya kusudi wasikose kupata uzima wa milele. Tukishamaliza sasa makanisa haya 7, ndio tutaingia pointi ya pili. Kitu gani tunasubiri hapo? Kwa sababu tuko nyakati ya mwisho na tunasubiri mwisho wa dunia, lakini kwa sasa tusubiri mwisho wa dunia. Kwa sasa tunasubiri kanisa kunyakuliwa. Sasa hii kanisa kusudi nyakuliwe, lazima kwanza ifunzwe, ioneshwe nini na nini inahitaji kufanywa na nini na nini kanisa inahitaji kufanywa, kwa sababu kitu tunasubiri hapa ni unyakuzi wa kanisa. Sasa kama kanisa inasubiri kunyakuliwa, hii kanisa inahitaji kufunzwa vizuri. Vile vitu wanafanya vizuri wapongezwe na waimarishe, waifanye mzuri zaidi. Na hiyo vitu hawafanye vizuri, wanahitaji warekebishwe, kuonywa na kuambia hii kitu amfanye sawa, mnahitaji kuifanya hivi na hivi na hivi. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tutaenda kuona kanisa ya kwanza. Kwa hiyo mabarua hii, kitabu ya Ufunuo ilitumwa kwa sisi. Sisi ndio kanisa, sisi ndio mwili wa Kristo, sisi ndio tutanyakuliwa siku ya mwisho. Na sasa hawakutaka unyakuzi ikuje kwetu kama siku ina mwizi anakuja. Yesu atakuja kama mwizi kwa watu wasiomjua. Yesu atakuja kama mwizi kwa wapagani. Yesu atakuja kama mwizi kwa watu wa dunia. Lakini kwetu sisi hatakuja kama mwizi, kwa sababu tumepewa na kuoneshwa picha ya mambo yote inayotokofanya kabla ya Yesu kufanya nini? Kurudia. Na kama kuna vitu vinaendelea kujizirisha katika dunia, kila dalili inathibitisha Yesu anakaribia kurudia. Na moja ya dalili kubwa kupita madalili yote katika kitabu ya Warumi 1:20 kushuka chini, Biblia inasema wanaume wataacha namna yao ya kinaume na wanawake wataacha namna yao ya kinawake, watavamiana wao kwa wao. Na kama kuna kitu iko kwa peji kwa sasa dunia nzima, ni kitu inaitwa lesbian, homosexual, bisexual. Wanawake kwa wanawake wanapendana, wanaume kwa wanaume wanapendana, na kuna mtu yeye pekee yuko mwanamke na yeye pekee yuko mwanaume, na kuna mtu yeye pekee yuko mwanamke na yeye pekee yuko mwanaume. Hiyo ndio ishara mbaya. Watu wanaofanya hivi vitu si kwamba wanaifanya kimwili. Mwanamke aweze kupenda mwanamke kikawaida, hakuna kitu kinavutia. Mwanaume aweze kupenda mwanaume, hakuna kitu kinavutia. Mwanamke aweze kujigeuza mwanaume, hakuna kitu kinavutia. Na mwanaume aweze kujigeuza mwanamke, hakuna kitu kinavutia. Lakini ukiona hivi vitu vinafanyika, elewa ni spirit. Mwanamke anavamiwa na roho ya kinaume, pepo ya kinamume inaingia ndani yake. Mwanaume anavaliwa na pepo ya kinamke, spirit ya mwanamke
inaingia ndani. Na ndio utakuta hata katika kuongea yake kimwili unaona mwanamke, lakini anaongea kama mwanaume, ana act kama mwanaume, anafanya kila kitu kama mwanaume. Na utaona kimwili ni mwanaume, lakini kila kitu, kuongea, kuact, kila kitu ana act kama mwanamke, kwa sababu ni spirit, pepo, roho ya kike imeingia ndani yake. Sasa Biblia inasema tutapoona hivi vitu nyakati ya mwisho, kwamba wanaume wanaacha kupenda wanawake, wanawake wanaacha kupenda wanaume, lakini wanavamiana wao kwa wao. Wanaume wanajigeuza kuwa wanawake, wanawake wanajigeuza kuwa wanaume. Mjua Yesu, kanisa linakuja kuchukuliwa. Na hii ndio kitu iko kwa page. Watu wanaongoza dunia ya leo ni watu mingi, ma homosexual, ma lesbian. Watu wana nguvu na ushawishi katika dunia ya sasa, wenyewe wanapata breakthrough, wanafanikiwa kwa kila kitu bila upinzani. Ni ma homosexual, ma lesbian, ma bisexual, watu wanaotumia njia chafu wakisukumwa na nguvu ya giza. Sasa kama tunaona vitu kama hiyo, kanisa sasa inahitaji kuweza kutazarishwa, kuoneshwa nini na nini wanahitaji kufanya, na kuonesha nini na nini hawahitaji kufanya, na kufunuliwa pia, kuambiwa tuko nini, tuko wakati gani, na tunahitaji kuwa kwa mfumo ipi. Sasa tutaenda kuona kanisa ya kwanza lile niko duniani. Hii kanisa ya kwanza, aina ya kanisa ya kwanza iko duniani. Kisha tutaenda kuona aina ya pili ya kanisa iko duniani. Na tukishaona sasa aina zote za kanisa, tutapita katika hatua ya pili, kile tunasubiriwa, kanisa kunyakuliwa. Na tukisha tukaona kanisa kunyakuliwa, tutaenda kitu ya tatu. Baada ya kanisa kunyakuliwa hapa duniani, kutatokea kitu tatu. Kutatokea mpinga Kristo, kutatokea mnyama, na kutatokea Babeli mkubwa, mama wa uharibifu. Basi twende kuona kanisa la kwanza katika kitabu ya Ufunuo sura ya 2 mstari wake wa kwanza hadi wa 5. Biblia inasema katika kitabu ya Ufunuo sura yake ya 2 mstari wake wa kwanza hadi wa 5. Kwa malaika wa kanisa lilioko Efeso andika, haya ndio anenaye yeye alizishikayo hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Ninayajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na kuwa uwezi kuchukuliana watu wabaya, tena umewajaribu wale wanaojiita mitume na sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na uvumilivu na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, na wala haukuchoka. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulianguka, ukatubu, ukayafanya matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivi, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katikati ya mahali pake, usipotubu. Lakini unalo neno ili, kwamba hauwachukulie matendo, unayachukia matendo ya Wanikolai, ambao na mimi pia ninayachukia. Yeye anayesikio asikie neno ili ambalo Roho anayeambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti uzima ulio katika bustani wa Mungu. Hapa tumetoka kuona sasa kanisa ya kwanza. Kwa hiyo tunasema Mungu alimfunulia Yohana mtumishi wake mtume kitabu ya Ufunuo, mambo ijayo, na lengo ya kumfunulia Yohana kusudi ayaandikie makanisa. Na hapa dunia nzima, tuwe Marekani, tuwe Ulaya, tuwe Asia, tuwe bara la Afrika, tuwe Oceania, New Zealand na Australia, duniani tuna aina 7 tu ya makanisa. Na aina ya kwanza ya kanisa ni kanisa la Efeso. Kanisa la Efeso, Biblia inasema hii kanisa ilikuwa na sifa 3 kubwa nzuri.
Sifa ya kwanza ya kanisa la Efeso, kuna makanisa watu wanajigamba kuhusu nini? Wanajigamba kuhusu vipaji. Na sana leo kama unataka kujua mtu ni mtu wa Mungu, watu wanajigamba sana kuhusu vipaji. Lakini mtu anapookoka mbinguni hawaangalie vipaji sana, kwa sababu kipaji si ya mtu, kipaji ni ya Mungu. Biblia inasema yeye aliyeshuka akafanya wamoja kuwa manabii, akafanya wengine kuwa walimu, na akafanya wengine kuwa mwanabii, wachungaji. Kwa hivyo vipaji ni ya Mungu, vipaji si ya mwanadamu. Lakini kile kilicho ndani ya mwanadamu ni matunda ya Roho Mtakatifu. Kisha mtu kuokoka, mbingu inataka mtu akuwe na kile kitu kinaitwa katika Waefeso sura ya 5 mstari wako 22. Binasa matunda, hii ndio matunda ya Roho Mtakatifu, ni hii hapa: upendo, utu wema, hivi na hivi. Sasa kanisa ya Efeso kiisha kuokoka, walijizirisha kabisa ni watu wamekomaa, ni watu walio na matunda ya Roho Mtakatifu. Walikuwa na upendo kati yao, walikuwa na utu wema kati yao, walikuwa na furaha kati yao, walikuwa na kila tunda ya aina ya Roho Mtakatifu. Lakini kuna makanisa mingi sana watu wameokoka, lakini matendo yao ni mabaya baya baya baya. Unakuta kwa makanisa watu wanauana, unakuta kwa makanisa watu wanaekeana sumu, unakuta kwa makanisa watu wanafanyana kila kitu kibaya. Lakini kanisa ya Efeso ilikuwa nzuri, matunda yao ilikuwa nzuri, matendo yao ilikuwa nzuri. Na kwa sababu matendo yao ilikuwa nzuri, wakasema tunayajua matendo yenu. Namba 2, kando ya kuwa na matendo mazuri, walikuwa na very patient, wanasubira. Kuna watu wengi wa Mungu wanaokoka lakini hawana subra, na unapokosa kuwa na subra unaweza enda mpaka kwa waganga, unaweza kuingia mpaka kwa nguvu ya giza. Tunakumbuka mama mmoja alikuwa ameokoka, anapenda Mungu sana, anajitoa kwa maneno ya Mungu sana, lakini hakuwa anapata watoto. Mwisho akaenda kwa waganga, na waganga, alipoenda kwa waganga akapata ujauzito. Miezi 9 alipozaa mtoto akiwa na mwezi mmoja akamuuma, akiwa anamnyonyesha. Na walipoenda kwa watu wa Mungu wakakuja kugundua huyu si mtoto, lakini ilikuwa nyoka. Ameokoka, anapenda Mungu, alikuwa na matendo mazuri yote, lakini hata alikuwa na matendo mazuri, huyu mama alikosa kitu inaitwa jina yake subra, patience. Tunapookoka, kitu mbingu inataka kitu ya kwanza tuwe na matendo mazuri. Tumeitwa kuacha kufanya mabaya na kufanya matendo mema. Lakini kuna watu wameokoka wameacha mabaya, hawafanye mema. Kuna watu wengine wameokoka wanaendeleza kufanya yale yale mabaya walikuwa wanafanya kabla ya kuokoka. Lakini Biblia inasema tukishaokoka, neno kuokoka inatokana na lugha ya Kiyunani sozo, kukombolewa roho, kukombolewa mwili, kukombolewa na dhambi, kukombolewa na umaskini, kukombolewa na magonjwa ya mwili, na kukombolewa na matatizo ya kukosa mke au mume. Kwa hiyo tunapokombolewa kutoka mabaya, hatubaki nitro. Sasa watu wengi wanaokoka wanakombolewa kutoka mabaya, lakini kisha kukombolewa kutoka mabaya hawafanye mema. Na Biblia inasema kama unajua kutenda mema, ukikosa kutenda mema umefanya dhambi. Kwa hiyo tumeitwa kukombolewa kutoka mabaya, na kanisa ya Efeso kabisa walikombolewa kutoka mabaya na wakaacha kufanya matendo mabaya. Namba 1. Namba 2, kisha kuacha kufanya matendo mabaya, namba 2, wakafanya matendo mema. Lakini hata walifanya matendo mema, utapata pointi ya pili, haikuzuia taabu. Sasa tunaona matendo yenu na tumeona taabu yenu. Mara mingi tukishaokoka na tukifuata matendo mema, tunafikiria kwa maisha yetu hakuwezi kutokea tatizo. Hapana, kwa sababu shetani bado iko hapo. Tunapokombolewa na damu ya Yesu, tunapoacha mabaya, tunakuwa adui ya shetani. Tunapotenda mema, tena ndio tunageuka kuwa adui zaidi ya shetani. Kwa hiyo mwisho ya siku shetani ataanza kutujaribu,
Unakumbuka Mungu alipoweka kikao mbinguni na akiwa na malaika, shetani akatokelea. Na shetani alipotokea, Mungu akamwambia shetani, umeona mtumishi wangu Ayubu iko na msifu. Kwa nini? Ayubu anaogopa Mungu. Kwa hiyo tunaweza kusema alikuwa ameokoka, lakini kando ya kuogopa Mungu, Ayubu alikuwa anatenda matendo mema, na kando ya kutenda matendo, Ayubu alikuwa anatumikia Mungu. Mungu akamwambia, umeona mtumishi wangu. Kwa hiyo iko namwaibisha Ayubu asubuhi, Ayubu mchana, Ayubu jioni, Ayubu siku, iko nafanya kazi ya Mungu. Na tunapofanya kazi ya Mungu inaharibu kazi ya shetani. Na shetani akaomba maisha ya Ayubu. Kwa hiyo wale wote wanaokoka, wanaotenda mema, wanaoacha kufanya mabaya, kila asubuhi, kila mchana, kila jioni, kila usiku, shetani konapenda kuomba maisha yao aishughulikie, kwa sababu ni maadui zake. Sasa kanisa ya Efeso waliokoka, lakini sifa ya kanisa ya Efeso, kwanza matendo yao ilikuwa mazuri. Tumeokoka kuacha mabaya na kufanya mema. Hatukuokoka kuacha mabaya na kukosa kufanya mema. Sasa makanisa mingi ya sasa wameokoka, walikombolewa, walitubu, lakini kisha kuokoka wanaendelea kuishi maisha ya dhambi, wanaendelea kutenda matendo mabaya. Namba 2, wengine wameokoka, kando kisha kuokoka wameacha mabaya, lakini hawafanye nini? Mema. Na unapokosa kutenda mema unaishi dhambi. Biblia inasema najua taabu yako. Tunapokuwa waokovu, unaona Yohana hapa alipatikana katika kisanga Patmos kwa sababu aliokoka, alikombolewa na damu ya Yesu, alikuwa na matendo mema, alipenda mambo ya Mungu, lakini haikuzuia wamshike. Na tunaweza kuokoka, tunapenda Mungu, aizuie shetani. Anaweza kushika kazi yetu, shetani anaweza kushika tumbo yetu, shetani anaweza kushika biashara yetu, shetani anaweza kushika ndoa yetu. Lakini kitu ya tatu nzuri, hata wao walishikwa, walikuwa na subra, patience, walikuwa wavumilivu, walikuwa watu wenyewe wakate tamaa, walikuwa watu wenyewe wavunjike moyo, walikuwa kama Yohana. Yohana ameshikwa kwa sababu ya Injili, akiisha kushikwa na tupwa kwa pipa la mafuta kwa sababu ya Injili, lakini ni taabu. Lakini hata hiyo taabu iko, yeye alikuwa na subra. Hiyo yote walikuwa wanafanya kusudi akane, aachane na maneno ya Mungu. Ametupwa kwa pipa ya mafuta, iko na waka moto, lakini bado anasimama. Namba 2, wakamtoboa macho live, bado iko na, bado anasimama. Sasa kanisa Efeso ilikuwa kanisa nzuri kwa sababu namba 1, walikuwa na matendo mema. Namba 2, watu wengine huacha kufanya matendo mema wakati taabu inatokea, wanaona hakuna maana, maneno ya Mungu haina maana, nimefanya hiki, nimefanya hiki, nimefanya hiki, nimefanya hiki, na kwa nini na nini hiyo inanipata? Ningekushauri wewe uko unanifuata, wewe uko unanisikiliza, unisikilize, unahitaji kuwa na sifa ya kanisa ya Efeso, sifa 3. Sifa ya kwanza, walikuwa na matendo mema, walikuwa na matunda ya Roho Mtakatifu. Sifa ya pili, kwa sababu wanafanya kazi matunda ya Roho, wanafanya mambo ya kiungu, shetani alileta matatizo kwa maisha yao. Na sifa ya 3, matatizo ilipokuja, watu hawakuwa watu wa kusarenda, kuachia haraka. Walipambana, walisimama, walikuwa na subra, walikuwa na patience kwa mwezi moja, kwa mwaka moja, kwa mwaka 10, So, kwa nini wana patience? Wanamwamini yule, walimwamini, walikuwa wanamjua ni mtu wa aina gani waliyemwamini. Na wao namba 1 walikuwa na matendo mema. Namba 2, walipata taabu kwa sababu ya matendo mema. Namba 3, walisubiri, walikuwa na subira, na hawakuweza kukubaliana na mitume ya uongo. Na hii nyakati ya mwisho ni wakati ya majina 2 kubwa.
Hii nyakati ya mwisho majina ya wachungaji haina nguvu. Hii wakati ya mwisho jina liko na nguvu ni jina ya manabii na mitume. Sasa katika kanisa ya Efeso ni kanisa yenye haikubaliane na mitume ya uongo. Kuna aina ine ya mitume niliwafundisha katika somo ya kutumika katika huduma. Kuna mtume kutoka Mungu. Kuna mitume 12 ya Yesu. Kuna mitume ya malaika, mitume ya Roho Mtakatifu, na kuna mitume ya Shetani. Na tulisema neno mtume inatokana na lugha ya Kiyunani, Greek word. Tunaita apostle ama apodestelo. Mtu ametumwa kwa niaba ya. Na nyakati ya mwisho kuna watu wengi wametumwa kwa niaba ya Shetani, lakini wakiwa wanajiita ni watu wametumwa kwa niaba ya Mungu. Hasa kanisa ya Efeso ni watu wameokoka, wana matendo mema ndani yao, number 1. Na kwa sababu wamesimama na maneno ya Mungu, wanashambuliwa na Shetani, wanajikuta wanapata taabu moja, taabu ya aina ya pili. Lakini sifa yao ya tatu, hata waipate, wao wana subra. Sio watu tayari kukata tamaa. Ningependa, inawezekana unanisikiliza, unanifuata, unapenda maneno ya Mungu, umekataa mabaya, umejikomiti kwa maneno ya Mungu, umeamua kutenda mema katika nyakati kama hii, lakini mwisho ya siku unaona kuna jambo inatokea lisio nzuri. Na unapoona inatokea, ujue tu, kumbuka Meshaki, Shadraki na Abednego waliposimama na maneno ya Mungu, ukatokea jambo kwamba watupe katika tanuri ya moto. Unahitaji kukumbuka tu kwamba wakati Ayubu alisimama na maneno ya Mungu, kuna jambo mbaya ilitokea kwa maisha. Unahitaji kukumbuka tu wakati Danieli alisimama na maneno ya Mungu, kuna jambo mbaya ilitokea. Lakini mwisho ya siku hawa wote, wakati Mordekai alikataa kusujudia amani, kuna jambo mbaya ilitokea kwao. Lakini mwisho ya siku wote waliokuwa na subra walishinda hiyo jambo, na ushindi mkubwa ikatokea kwa maisha yao. Hasa mtu wote niko na subra, na ndio Biblia inasema watakaovumilia mpaka mwisho ndio watakula mema. Biblia ikusema watakaovumilia mwanzo. Biblia ikusema watakaovumilia katikati. Biblia ikusema watakaovumilia 3/4. Biblia inasema watakaovumilia mpaka mwisho. Be patient mpaka mwisho. Na utapokuwa be patient mpaka mwisho, Shetani apende asipende, watu wapende wasipende, ulimwengu pende usipende, wewe utakula mema ya nchi, wewe utaona mkono wa Mungu. Meshaki, Shadraki na Abednego walipovumilia mpaka mwisho, mtu wa aina alitoka kwa maisha yao. Wakatoka katika tanuri ya moto, waliingia katika tanuri ya moto wakiwa weka hazina ya mikoa, lakini walipotoka ndani ya tanuri ya moto wakawa weka hazina ya serikali kuu. Danieli alipovumilia katika tundo la pango ya simba, aliingia akiwa mshauri wa mfalme, lakini alipotoka kwanza alivumilia, alitoka ndani ya tundu akageuka kuwa waziri mkuu. Yesu Kristo alipovumilia mateso yote kwa msalaba, akapata taabu kwa sababu ya kusimama na maneno ya Mungu, lakini akatoka kwa msalaba, siku alifufuka, akapata jina kubwa kupita majina. Na najua kuna jambo unapitia, na unaipitia jambo si kwa sababu uko mbaya, lakini kwa sababu umeamua kuokoka, umeamua kusimama na maneno ya Mungu, umeamua kuonesha matendo yako mazuri, na kutokana na hayo matendo mazuri, Shetani analeta taabu fulani, analeta ugonjwa fulani katika maisha, analeta shida fulani katika ndoa, analeta matatizo fulani katika nyumba yako. Lakini ukisubiri mpaka mwisho, wewe utakula matunda ya nchi. Na Biblia inasema kanisa hii kwa hiyo sifa tatu. Sifa ya kwanza, walikuwa na matendo mazuri. Kando ya kuwa na matendo mazuri, Biblia inasema walipata taabu, lakini mwisho ya siku waliisubiri. Biblia inasema na hawakupenda kukubali mitume ya uongo, na kutokana na hiyo kanisa ilikuwa na picha nzuri, kwa sababu walikuwa na matendo ya Roho Mtakatifu.
tunaokoka kuacha mabaya kwa kufanya mazuri. Hatuokoke kisha kuokoka tuendeleze mabaya. Hatuokoke kisha kuokoka kwamba tuache mabaya na kukosa kufanya mema. Biblia inasema na yule anayejua kufanya mema akikosa kuifanya anafanya dhambi. Kwa hiyo kuna dhambi kwa mifumo mbili. Dhambi ya kwanza, usiibe, usizini, usisengenye, ni aina ya kwanza ya dhambi. Lakini dhambi ya pili, nikijua kwamba nahitaji kufanya hiki ni kitu kizuri, na ninapokosa kufanya hiyo kitu kizuri, nipende nisipende, mbinguni wanasema nimefanya dhambi. Sasa Biblia inasema pointi. Sasa nilikwambia makanisa yote ilikuwa inaandikiwa kwa mfumo tatu. Mfumo ya kwanza, kanisa ilikuwa napongezwa kwa yale mambo mazuri. Dunia tu tuna aina ya kanisa 7, na aina ya kwanza ya kanisa ni kanisa la Efeso. Kanisa la Efeso ina sifa 3. Sifa ya kwanza ni watu wana matendo mema, na tunataka watu waokoke. Tunapoonesha matendo mema ndio tunazirisha kiasi gani sisi tuko watumishi wa Mungu. Na tunapofanya mambo mazuri ya Mungu, upende usipende, tutapiganishwa na shetani. Lakini tunapopiganishwa na shetani tusikate tamaa, tuwe na subra. Lakini kutokana na hii taabu shetani aliletea kanisa ya Efeso, kuna kitu kanisa ya Efeso ilipata. Ndio akawashauri, akamwambia, tumeona mumeacha upendo wenu wa kwanza. Tunapojitoa kwa maneno ya Mungu na tunaposhambuliwa na shetani katika njia moja na njia nyingine, tunajikuta ile upendo wetu wa kwanza kwa maneno ya Mungu inafanya nini? Inashuka. Hiyo bidii yetu ya kwanza tulikuwa na kwa maneno ya Mungu inashuka. Haishuke bure, inashuka kwamba ulijitoa, unahubiri, unafanya kazi ya Mungu, unaomba, unafunga, unakesha, unashuhudia, unatarajia kutokea vitu positive. Na shetani anapoona unapofanya vitu sahihi, yeye analeta kitu negative ya kupenda kuvunja moyo hiyo nguvu yote ya kufanya hiyo kitu. Sasa kanisa hili iliyokuwa na upendo, kanisa ya Efeso, iliyokuwa na matendo, matunda ya Roho Mtakatifu. Second, walikuwa na patience, walivumilia. 3, shetani aliwapiganisha, lakini katika kuwapiganisha hata bado walikuwa napenda maneno ya Mungu. Lakini upendo ile ya kwanza, moto ya kwanza ilishuka. Unaona kama mtu anapookoka anakuja na kasi yote, anapatikana kwa ibada, anapatikana kwa mkesha, anapatikana kwa maombi, anatembelea watu, anakuwa kila kitu uko namuona fast. Na shetani atapoona hivyo, kwa sababu unapofanya hivyo unapiganisha kazi ya shetani. Shetani ataleta kajambo kwa maisha yako. Utaanza unaona mume wako anakuwa na mchepuko, unaona mke wako tabia inabadilika, unaona kazi yako hailipe vile inahitaji kulipa. Sasa kutokana na hii ubaya shetani ataleta kwa maisha yako, anaanza kufanya upunguze kasi ya vile ulipenda maneno ya Mungu. Na ningependa kukuambia Warumi nasema kitu gani itatutenga na upendo wa Kristo. Kumbuka vile ulianza ulipookoka. Kumbuka vile ulianza utumishi wa Mungu. Na kumbuka tulipoanza utumishi wa Mungu mwanzo, tulikuwa natembea hata kwa miguu kilomita 10, hauna nauli, unaenda na furaha, unaenda na nguvu, unaenda kushuhudia watu na ujue mtakuwa kula nini. Ambia kumbuka upendo wako wa kwanza umeiacha. Imebaki kwa 20%, imebaki kwa 30%, imebaki kwa 10%. Na Mungu hataki upendo wetu wa kwanza ubaki kwa 20, inataka iwe juu 100%. Ambia natubu. Ambia sasa kama utatubu. Kwa Mungu hataki tumpende nusu. Mungu hataki tumtumikie nusu. Mungu hataka tumpende mzima 100%. Mungu hataka tumtumikie mzima. Paulo anasema tumtumikie kwa wakati unaofaa na wakati usiofaa. Tumpende wakati unaofaa na tumpende wakati usiofaa. Kuna wakati kabisa unaona hakuna sababu ya kufanya kazi ya Mungu. Kuna wakati kabisa unaona hakuna sababu ya kwenda kwa maneno ya Mungu. Nikikumbuka mwaka 2002 nilishuka Mombasa kwenda kuanza kazi ya Mungu. Na Mungu ndio aliongea na mimi kabisa niende kufungua kanisa. Nilipofika tulipoanza kazi ya Mungu ikaanza na kazi. Lakini shetani, tunapofanya kazi ya Mungu tunaharibu kazi ya shetani.
Na tunapoharibu kazi ya shetani, unahitaji kujua Waefeso 2:2, mfalme wa dunia kwa sasa ni shetani. Unapompiga shetani, kwa tuko nampiganisha shetani kwake. Tunapotoa mapepo tunampiganisha kwake. Tunapoombea watu kutoka umaskini wanabarikiwa, tunampiganisha, kunamfanya pepo ya umaskini ikose kufanya kazi. Shetani haitatuchapia makofi, never. Shetani, najua maana kanisa ya Efeso ilipata taabu kwa sababu Biblia sasa tunajua matendo yao ilikuwa nzuri, na tunapofanya mazuri tunaharibu kazi ya shetani. Na mbaya, tunapoharibu kazi ya shetani tunamharibu akiwa hapa duniani. Basi matokeo yake, unasikiliza vizuri, kanisa ilipoinuka, shetani aliingia kwa watu. Walikuja wakachukua ma-CID polisi, walikuja kwangu, walipasua, walichana passport yangu, nilibebwa nikajikuta jela miezi 2 Shimo la Tewa. Walikuja kufukuza mke wangu kwa nyumba, katikati ya usiku alitoka na dress na